Mahakama ya Kibera imemhukumu mtu mmoja adhabu ya kifo baada ya kumpata na hatia ya makosa mawili ya uporaji kwa kutumia nguvu yaliyotokea katika eneo la Kawangware, Nairobi. Mwanaume huyo alitambulika kama Isaac Kanga alipatikana na hatia ya kuwapora wanaume wawili simu za mkononi zenye thamani ya 1039 za Kikenya sawa na shilingi 793 na pesa taslimu 1030 za Kikenya sawa na shilingi 610 katika matukio yaliyotokea usiku wa Novemba 3 mwaka 2024 katika eneo la Madiaba, kaunti ndogo ya Dagoretti. Kwa mujibu wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, Kanga aliiba simu aina ya Tecno yenye thamani 1024 ya Kikenya sawa na shilingi 492 na pesa taslimu 1030 za Kikenya sawa na shilingi 610 katika tukio la kwanza. Muda mfupi baadaye alimpora mwathiriwa wa pili simu ya mkononi yenye thamani ya 1015 za Kikenya sawa na shilingi 300. Katika matukio yote mawili, mahakama ilibaini kuwa Kanga alitishia kutumia nguvu za moja kwa moja kabla ya wizi kutokea. Mahakama pia ilisikia kuwa Kanga alitekeleza uhalifu huo pamoja na washirika ambao hawakuwa mbele ya mahakama wakati wa kesi. Akisoma hukumu yake, hakimu mkazi mkuu Christine Njagi alisisitiza kuwa adhabu ya kifo bado ni halali nchini Kenya na haijatangazwa kuwa kinyume na katiba. Kanga ambaye alishtakiwa rasmi mnamo Novemba 15 mwaka 2024 alipokea hukumu mbili za kifo, moja kila kosa, ingawa moja itawekwa katika kusubiri utekelezaji. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.